Ni mechi ya ligi kuu Tanzania bara ambayo inawakutanisha Singida Black Stars dhidi ya Simba, moja ya mechi ambayo haijawahi kuwa rahisi. Ni mechi ambayo imekuwa ni ngumu mara zote, hasa kutokana na ubora ambao wamekuwa nao Singida Black Stars kwa misimu yote ambayo wamekuwa wakishiriki kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, hasa kutokana na aina ya wachezaji ambao wanakuwa nao. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu ambao unachezwa majira ya saa 10, tayari kwa upande wa klabu ya Simba kupitia mwalimu Steve Baka wameshaweka wazi hasa wachezaji 11 ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza, yani wale ambao wanatarajia kuanza kwenye mchezo hapo baadaye. Lakini kabla sijakupatia kikosi hapa, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Katika mchezo huu muhimu wa ligi kuu, kwa upande wa kocha wa Simba ameweka kikosi chenye mchanganyiko wa uzoefu, nguvu na ubunifu ili kukabiliana na Singida Black Stars. Kikosi hiki kinaonekana kupangwa katika mfumo unaoruhusu timu kucheza kushambulia kupitia kwenye eneo la nyuma, huku kipewa uhakika wa ulinzi. Lakini pia katika uchambuzi huu wa kikosi tunaangalia kila mchezaji pamoja na namna ambavyo benchi la ufundi linatarajia kumtumia kutokana na aina ya mfumo ambao amekuja nao. Kwa upande wa golini yupo golikipa Jibrila Kasali. Golikipa huyu ni mmoja wa magolikipa wenye uwezo mkubwa wa kusoma mchezo, lakini pia na kuongoza safu ya ulinzi kutokea nyuma. Kasali tunaona ana sifa ya kuwa na reflex nzuri, uwezo wa kudaka mipira ya karibu pamoja na kuanza mashambulizi kupitia mipira mirefu au pasi fupi kwa mabeki. Kwa upande wa mwalimu Steve Baka, anatarajia Kasali awe sehemu muhimu ya kuanza ujenzi wa mashambulizi kutokea nyuma. Katika mfumo huu golikipa anatakiwa zaidi kucheza kwa utulivu, wakati mwingine kuwa kama super kipa akitoka nje ya eneo lake kusaidia mabeki kama mpira ambao unapigwa kwenye eneo la nyuma, yani eneo la safu ya ulinzi. Lakini pia kwenye eneo la beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kapombe ni mmoja ya mabeki wa kulia wenye uzoefu mkubwa ndani ya kikosi cha Simba. Ana uwezo mkubwa wa kupanda mbele kusaidia mashambulizi, huku pia akiwa na uwezo mzuri wa kurudi haraka kulinda. Kwa upande wa mwalimu Steve Baka, atakuwa akimhitaji zaidi Kapombe kama beki ambaye anashambulia zaidi, maana yake atakuwa akipanda mara kwa mara pembeni kupeleka mipira cross ndani ya box kwa washambuliaji. Pia atakuwa akisaidia kuongeza idadi ya wachezaji katika eneo la ushambuliaji. Hivyo ndivyo ambavyo mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi. Lakini pia kwenye eneo la beki ya kushoto yupo Nixon Kibabage. Kibabage tunafahamu kasi, uwezo kupambana katika mipira aina yote, ana uwezo wa kucheza kwa nidhamu kubwa na kuzuia mashambulizi kutokea kwenye upande wake. Katika mfumo wa kocha, Kibabage anatakiwa kuweka usawa kati ya ulinzi na mashambulizi. Atakuwa akipewa jukumu la kuhakikisha upande wa kushoto haui rahisi, hasa zaidi kupitika, lakini pia akisaidia kushambulia pale nafasi ambapo inapatikana. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa kati yupo Ismail Ture. Kwa upande wa Ture tunafahamu ni beki wa kati mwenye uwezo mzuri, mwili wake ana uwezo mzuri wa kupambana na washambuliaji, lakini pia ana sifa za kushinda mipira ya juu na kuondoa hatari katika eneo la ulinzi. Kwa upande wa mwalimu Steve Baka, atakuwa akimtumia kama beki wa kati anaikaa nyuma zaidi, anayesimamia mapambano ya moja kwa moja dhidi ya washambuliaji wa Singida. Lakini pia Rashid Diraki atakuwa akisaidiana na Ismail Ture. Kwa upande wa Rashid, ni beki ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa, ana utulivu wa hali ya juu, ana uwezo wa kusoma mchezo, ana uwezo pia kupanga safu ya ulinzi. Huyu ndio kiongozi kwenye eneo la ulinzi. Katika mfumo huu, Rashid anapewa jukumu la kuongoza zaidi safu hiyo kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea kwenye eneo la nyuma. Lakini pia viungo wako wawili kwenye eneo la viungo wa chini zaidi, ambapo atakuwepo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ni kiungo anayefanya kazi kubwa ya kulinda safu ya ulinzi, ana uwezo wa kukata mipira ya wapinzani na kurejesha mipira kwa timu yake. Kocha atakuwa akimtumia kama defensive midfield, kazi yake kubwa ikiwa ni kuvunja mashambulizi ya Singida na kuwasaidia zaidi mabeki. Lakini pia atakuwa akisaidiana na Alassane Kante ambaye atakuwa kama kiungo wa kati. Kante ni kiungo mwenye uwezo wa kubeba mipira, kugawa pasi na kuunganisha safu ya ulinzi na ushambuliaji. Katika mfumo wa kocha Baka, Kante anatakiwa kuwa box to box midfield akisaidia kushambulia na pia kurudi kusaidia ulinzi. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Kratos Chota Chama. Chama ni mchezaji mwenye ubunifu mkubwa sana ndani ya kikosi cha Simba. Ana uwezo wa kutengeneza nafasi za mabao, lakini pia na kupiga pasi za mwisho kwa washambuliaji. Kwa upande wa kocha, atakuwa akimtumia kama playmaker, mchezaji ambaye anasimamia ubunifu wote wa mashambulizi kwa upande wa timu. Lakini pia kutokana na aina ya mfumo atakuwa anacheza mfumo wa
4-2-1-3, maana kwamba washambuliaji watakuwa watatu, ambapo mshambuliaji wa pembeni kulia atakuwa ni Libas Geye. Geye ni mchezaji mwenye kasi kubwa na uwezo wa kupiga chenga, ana uwezo wa kuvunja ulinzi wa wapinzani kupitia pembeni. Kocha atakuwa akimtumia kama winga anayevamia ndani mara kwa mara ili kutoa nafasi kwa upande wa Kapombe ambaye atakuwa akipanda zaidi kwenye eneo la pembeni. Lakini pia Anseti Oura atacheza kwenye eneo la winga ya kushoto. Anseti ana ubunifu mkubwa na uwezo wa kupiga pasi za mwisho pamoja na kupiga mashuti kutokea mbali. Katika mfumo huu kocha atakuwa akimtaka Oura kukata ndani mara nyingi ili pia kumsaidia Kratos Chota Chama katika kuunda mashambulizi yake. Lakini pia Innocent Loemba atakuwa akisimama kama mshambuliaji wa kati, yani false 9. Loemba anatumiwa kama false 9, maana yake si mshambuliaji wa kawaida anayesubiri ndani ya box, badala yake atakuwa akishuka chini kidogo kusaidia kujenga mashambulizi. Hii inawafanya mabeki wa Singida kushindwa kumfuata au kubaki kwenye nafasi zao, jambo linalofungua zaidi nafasi kwa mawinga, yani Geye pamoja na Anset kuingia ndani zaidi kwa ajili ya kushambulia. Kwa ujumla mfumo ni 4-3-3 inabadilika kuwa 4-2-3-1 wakati wa kushambulia. Wakati mwingine inakuwa tunasema kwamba 4-2-1-3.